Wakati uchaguzi unafanyika, mimi nilikuwa Norway wakati ule. Nilikuwa nimeondoka Sweden nimekwenda Norway. Nipo katika kamati ndogo ya wachambuzi wanaoandaa hadidu za rejea za ni watu gani wanafaa kupokea hiyo nishani ya amani, Nobel Prize. Kwa hiyo nilikuwa Norway wakati uchaguzi unafanyika. Sasa sikuwa hapa, lakini dunia ni kijiji, unayaona mambo yaliyotokea. Ninachoweza kusema, uchaguzi ule ulifanyika au kufanyika, now it is futile, yani si haisaidii. Wanaosema haukufanyika wako sahihi, wanaosema ulifanyika wako sahihi. Ndio njia nzuri ya kuliweka. Lakini ninachojua matokeo ya uchaguzi ule hakuna anayefurahia. Waliochaguliwa hawana amani, waliopiga kura hawana amani, waliogoma kwenda kupiga kura hawana amani, ambao hawakuwa na upande wowote tu wanafuata upepo hawana amani, waliosimamia uchaguzi hawana amani, wahesabu kura sijui nini na vitu gani hivyo. Tume yenyewe ya uchaguzi haina amani juu ya jambo hilo. Kwa hiyo nadhani kuna kitu kilikwenda mrama, so serious. Na kwa sababu uchaguzi ndio determining factor, ndicho kigezo cha msingi cha kuleta amani ya kisiasa katika nchi. Ukisikia habari ya amani ya kisiasa katika nchi, imefungwa katika viuno na nyonga za kitu kinachoitwa uchaguzi. Kwa hiyo endapo uchaguzi umekuwa na kasoro, huwezi kutegemea kuwa na amani ya kisiasa. Uwe ulichaguliwa, hukuchaguliwa, ulichagua, hukuchagua, wote hamna amani. And that's where we are now. Ni maoni yangu na wewe una ya kwako. Asante Baba Askofu. Sasa tumefika hapa. Tunatokaje? Namna ya kutoka hapa, unajua serikali ni serikali. Hata iliyojiweka madarakani kwa njia ya kupindua bado inakuwa nini? Serikali. Iwe ni ile ya kurithi kwamba mmoja anakufa, akifa anaingia mwingine anarithi, ni serikali. Kwa hiyo kitu kinachoitwa serikali ni serikali, serikali zote. Sisi hapa Karagwe tunamsema kwamba tareho bukamabuteita, yani hakuna ufalme usioua. Hakuna ufalme usioua. Sasa serikali ipo. Mimi nafikiri cha msingi tukubali kwamba serikali ipo. Hii habari ya uhalali wake, kutokuwa halali na nini, that's another subject matter. Lakini serikali ipo. Tukitaka kutoka hapa tulipo, tutalazimika tufanye kazi na serikali hii. Lakini kwa kusema hivyo, sina maana serikali sasa yenyewe ijimwambafai iseme watake wasitake sisi ndio serikali. Haisaidii kitu. Haisaidii kitu. Kuna kitu hakikwenda vizuri. Serikali inahitaji ikikiri. Lakini kwa kukikiri ikubali kwamba kuna njia ya kufanya kuondokana na mkwamo tulioramo. Sasa ukishakubali, serikali ikishakubali kwamba kuna kitu kilikwenda mrama, ndipo sasa mnakaa kwenye level ya kutafuta tutokeje. Sijaona serikali ikikiri kwamba kuna kitu kilikwenda mrama. Kwa hiyo namna ya kutoka ni ngumu. Ni mpaka serikali ikubali kwamba ikiri kwamba kuna kitu hakikwenda sawa. Sasa ikikisha kiri kwamba kuna kitu hakikwenda sawa, ndipo sasa wadau wanaitwa, tunakaa, tunatokaje hapa. Serikali yetu imeshakiri kuna kitu hakikwenda sawa, tunatokaje hapa. Sasa mimi siwezi kuanza hapa kudadavulia tunatokaje. Ni mpaka kwanza hiyo hatua ya kwanza ifanye nini? Ifanyike. Na najua serikali inajua kwamba kuna kitu hakikwenda sawa. Look here, nimekuwa hapa sasa inakwenda wiki ya 3. Nimemaliza wiki 2. Nimesikia mambo yanayotisha. La kwanza lilo nishutua nikakosa usingizi, niliagiza kitu
bidhaa fulani online. Ikaja, ilipofika hapa mjini, yule wakala aliyeipokea akanipigia simu, kwa sababu kulikuwa na namba yangu ya simu. Nikasema nikaitikia, nikasema basi niletee nyumbani. Akaja, mimi nilikuwa nimepumzika. Alipofika wakamfungulia mlango, akakaa sebuleni. Pale kwenye kiti alipokaa, opposite naye ukutani kuna picha mbili. Picha moja niko na kiongozi mmoja wa kitaifa, na nyingine niko na kiongozi mmoja mstaafu wa kitaifa. Nazipenda hizo picha kwa ziko pale mbele. Sasa mimi natelemka ili nije kupokea mzigo, na mkuta yule wakala mwanamama analia, mashavu yamejaa machozi. Nikasema, mama umekuwaje? Nani kakupigia tena nyumbani kwangu? Akasema, baba askofu, unajua tunakupenda, sisi tunakuombea, lakini sasa na mimi unifahamu, lakini sasa hizo picha za nini? Nikasema, ni picha zangu. Akasema, baba askofu, nakuomba kama unawezekana hizo picha zigeuze ziangalie ukutani. Tukiziona wengine tunasikia tunapata shida. Picha. Raia wa hali ya chini, wa kawaida, mbangaizaji, ndio mnawaitaje? Winga. Mawinga hawa. Analia. Haya. Wamekuja, unajua niliondoka hapa nikiwa nimefiwa na baba yangu na dada yangu. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wanakuja hapa kunipa salamu za pole. Kuna mmoja alikuja hapa akaniambia vitu vya ajabu, kwamba eti baadhi ya waliosimamia uchaguzi mpaka sasa wana maboksi yao ya kura hawajua yaweke wapi, kwa sababu ilipotokea na kutokea walikimbia na nini na maboksi yao wanajiuliza wayaweke wapi. Sasa stori za namna hiyo, tungepata chombo huru cha kukusanya stori za namna hiyo, zinaweza kutuonyesha hali yetu ilivyo mbaya. Tunapoteza fursa nzuri ya kulitibu taifa letu. Kuna kitu kinaitwa trauma management. Taifa letu liko kwenye trauma, na tunahitaji kuimanage hiyo trauma ili tuibadilishe ije katika positive side. Yani using vulnerability, ile trauma tuitumie in a positive way kuweza kuzalisha taifa lililopona na lenye afya zaidi. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Na hawa watu ukiwaambia kuna tume imeteuliwa, nendeni mkaiona, hakuna anayetaka kwenda. Kwa tuna taifa la watu hawaaminiani, hawamwamini yoyote, hawakiamini chombo chochote. Unaliongozaje taifa la namna hiyo? Ukimwambia kwenda mahakama, anasema mahakama siendi. Nenda polisi, anasema polisi siendi. Aende wapi? Ukimwambia nenda kanisa, anasema kanisa lipi? Anakuuliza kanisa lipi? Yaani na makanisa wanachagua lipi waende, lipi wasiende. Sasa hilo ni taifa la namna gani? Baba Askofu, umezungumza namna ambayo inaweza kuwa nzuri ya kutufanya tujue tunatokaje. Lakini ukatuacha na fumbo kwamba kama anayetuhumiwa kukosea hajaona kosa, hakuna namna tunaweza kutibu ugonjwa. Kuna mtu anaweza kuwa anaumwa lakini asijue kama anaumwa. Huyo tunamsaidiaje? Kwanza nimewahi kuuliza hili swali. Kuna watu wawili. Mmoja anaumwa lakini hajui kama anaumwa. Wa pili haumwi lakini anadhani anaumwa sana. Anadhani anaumwa sana. Yupi ananafuu? Wote ni wagonjwa. Katika hawa wawili nani yana? Na taifa letu in totality liko katika mtu yupi katika hawa wawili? Anayeumwa anadhani haumwi, au haumwi lakini anadhani anaumwa? Sasa labda kwa jicho lako. Kwa jicho lako ni yupi? Liko wapi? Kwa niliyoyaona, niliyoyasikia kutoka kwa watu, including even viongozi wa ngazi zote, kuanzia chini kwenda kati kwenda mpaka juu. I think tuna taifa linaloumwa lakini halijui kama linaumwa. Unajua kuna mgonjwa anaumwa ajui kama anaumwa, lakini ghafla unaona anashindwa kuinuka kitoka kitandani,
baadaye anaanza kuwa wa kubeba kutoka kitandani kupelekwa maliwatoni, baadaye anaanza kulishwa kwa kijiko, baadaye wanamwekea mpira, wamlishe kwa mpira, baadaye anapotea. Kwa hiyo nadhani watani zetu Wajaruo wanamsemo kwamba ukitaka kumtibu njiwa usisubiri mpaka akashindwa kuruka, umuwai akiwa bado ana uwezo wa kufanya nini, wa kuruka. Sasa tuna taifa gonjwa lakini halijui kama linaumwa. Ni vema tukafanya haraka sana kulitibu taifa kabla halijajitambua kwamba linaumwa. Sasa hivi linaumwa ila halijui kama linafanya nini, linaumwa. Sasa mtu wa namna hiyo ambaye anaumwa lakini hajui kama anaumwa, siku akitambua kwamba anaumwa, nguvu yote inaisha, hata muda wake wa kuishi unakuwa ni mfupi sana. Sasa ninyi ambao mnaona kwamba anaumwa na mmeshagundua kweli huyu mtu yuko serious, how do you help this person? Well, again, kuna complexity pale, kuna ugumu. Kumwambia mtu anaumwa wakati yeye anafikiri haumwi. Sisi huku kwetu Karagwe zamani kwa sababu ya vumbi kulikuwa na kitu na wadudu wanaitwa matekenya nzito. Wanashambulia sana miguu. Mtu unakuta ameshambuliwa miguu, anatembea hivi, yani utafikiri analinga kwa sababu ya wale wadudu wa miguu yote kama imeoza. Lakini usirogwe ukamwambia una wadudu, atakutukana matusi yote ya nguoni. Sasa taifa letu ukiliambia linaumwa wakati lenyewe linaamini haliumwi, una risk sana. Ndio maana ya nyakua hii unayoisikia hii ya kuteka watu, sijui kufanya nini, bambikia, mchochezi wewe, sijui nini na nini na nini. Ni dalili za mtu anayeumwa ila hajui kama anaumwa. Sasa atakapokuja kutambua kwamba anaumwa, it will be too late. Uwezo wa kumtibu akapona itakuwa ngumu kwa sababu wadudu watakuwa wameshamshambulia, ni virus, ni bakteria, wameshamshambulia sikana kwamba ukimpa dawa, hiyo dawa ndio itakayomuua badala ya kuuawa na ugonjwa wenyewe. So it's better tutafute njia ya kukanseli taifa, litambue kwamba linaumwa na likubali kunywa dawa. Likubali kupokea maelekezo ya daktari na kunywa dawa ili iweze kupona. I know kwa maneno haya kuyasema watukanaji watakuja. Kuna mmoja juzi ameniita fara, siniwaambia hata kwenye mahubiri. Fara. Kuna mwingine akaniita eti mimi ni mkuu. Hakutaka kumalizia. Nikasema ndio mimi ni mkulima. Lakini hiyo yote ya kutukana ni dalili ya mgonjwa asiyejua kwamba anafanya nini, anaumwa. Anaona life is, maisha ni kwamba ni ya kawaida, maisha yanaendelea. Inakuwa ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, ikawa jioni, ikawa asubuhi siku ya kwanza, lakini anaumwa. Taifa letu linaumwa. Na hakuna namna ya kulinywesha dawa hata kisiri. Likapona bila kujua kama lilikuwa linaumwa na sasa limepona. Kwanza inahitajika prognosis kubwa kidogo ya kitaalamu. Mimi sio daktari. Yaani taifa letu hili linahitaji liwekwe kwenye operating table, theater, tupasue. Ndio mgonjwa wetu. Tutazame kwenye moyo, utakuta magonjwa. Kwenye mapafu kuna magonjwa. Kwenye ini kuna magonjwa. Kwenye utumbo mdogo kuna magonjwa. Kwenye utumbo mkubwa kuna magonjwa. Kwenye tezi dume kuna magonjwa. Sasa kuprescribe dawa inayoweza kutibu magonjwa yote kwa wakati mmoja, mgonjwa huyu utamuua. Kwa mimi nilikuwa nadhani kinachotakiwa sasa ni kumkanseli mgonjwa, atambue kwamba anaumwa, akubali dawa. Asante Baba Askofu. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese. Sisi tumepata neema ya kuzungumza na Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mchungaji Daktari Benson Kalika Webagonza, na hapa tunatazama kule tulikotoka. Tunatazama
ilivyokuwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika 2025 mwezi Oktoba, na tunajaribu kuzungumza naye kuona yeye ana maoni yake kuhusiana na kile kilichopita. Wengine wanasema yaliyopita si muhimu kuyazungumzia, lakini kwa sababu yanajitokeza kila baada ya miaka mitano, ni bora kuyazungumza ili kuona tunakwendaje katika kile kinachokuja. Baba Askofu, tukirudi nyuma kidogo kwenye suala la tume, sio kwamba huyu mgonjwa ameona kuna kaugonjwa kana mnyemelea, sasa anaanza kutafuta dawa taratibu kupitia tume. Unaweza kuwa umefanya tafsiri fulani sahihi, lakini look here, mimi kwenye habari ya tume ningependa kwenda kitaalamu zaidi. Kuna tume mbalimbali. Hii ningeiita ni tume ya rais, Presidential Commission. Yaani ni kwamba una mkuu wa nchi, kuna mambo yametokea, lakini na yeye ana full picture ya nini kilichotokea. Kwa hiyo anateua fulani na fulani na fulani, hebu nisaidie, nendeni mchunguze, mje ili nipate picha. Kwa hiyo ni tume ya Mheshimiwa Rais, kwa maoni yangu, tume ya Mheshimiwa Rais ambayo ameiteua yeye, inataka kumsaidia kujua nini kilichotokea. Sawa, ndio maoni yangu. Sasa lakini kuna tume nyingine kwa gravity, kwa uzito wa yale yaliyotokea katika taifa letu. Nadhani tulihitaji tume ambayo ni zaidi ya tume ya rais. Commission of Inquiry, tume ya uchunguzi ambayo haifungamani na upande wowote. Na hii ilitakiwa ipatikane kwa njia ya ushirikiano consultative kati ya mihimili yetu mitatu, labda bunge, utawala na mahakama. Na unapozungumzia mahakama, kuna mahakama yenyewe, kuna shirika la wanasheria ya TLS, Tanganyika Law Society. Sasa hawa wangetuandalia kitu ambacho hakifungamani na upande wowote, na labda kingeweza kutusaidia kujua. Vinginevyo mna riski, mkikataa kitu hiki, mna riski kupopolewa mawe na watu wa ndani mpaka wengine. Nafikiri ndicho kinachotokea. Tume haina mazingira mazuri kwa sababu inapopolewa mawe sana. Haina amani ya utendaji kazi kwa sababu ya kupopolewa inapopolewa mambo, vikelele vinakuwa vingi. Nafikiri ni kwa sababu ya huo muundo wake. Sasa mimi sitaki kwenda zaidi kwa sababu walioiteua wameshasema itafute nini, na wengine wameendelea kuisemea na kadhalika na kadhalika. Sasa mimi nisingependa kuwa mmoja, lakini mimi ninachojaribu kuangalia ni muundo. Kuna tofauti kati ya tume ya rais inayomsaidia rais kujua nini kilichotokea na tume ya uchunguzi ambayo inachunguza mambo yote bila kujali kama imetumwa na rais, imetumwa na nani, inachunguza na inakuwa huru na inaonekana kuwa huru. Inaonekana kuwa huru. Sasa hii niliwahi kuandika kwa utani, mimi nitawashangaa wakijiona wako huru. Hii tume hii nitawashangaa sana wakijiona kwamba wako huru. Hata wakitangaziwa uhuru watafanya makosa sana wakisema ndio tuko huru. Tumeambiwa tuko huru. Baba Askofu, nakumbuka katika mazungumzo yako na sisi ya mwisho kabla ya uchaguzi mkuu, ulidokeza kitu kwamba maridhiano baada ya jambo kutokea hayana maana. Bado unafikiri kauli hiyo inaendelea kusimama kama ilivyo? Kwa hiyo mpaka sasa hakuna umaana wa kufanya maridhiano au kuna kingine kimebadilika? Wakati ule nilisema, nilikazana sana. Nimefanya kazi hiyo kwa almost miaka 2.5. Every single week, kila wiki nilikuwa naandika turudi mezani kabla ya uchaguzi. Wakakataa. Na wakakataa, wakawa wameshapanga kwamba wao watafanya maridhiano baada ya uchaguzi. Kwa hiyo which means walijua watafanya makosa ili waweze kuridhiana baada ya uchaguzi. Walinikatalia. Sasa
kwa sababu maisha lazima yaendelee. Uchaguzi umeshafanyika, walichotaka kukifanya ili waombe maridhiano kimeshafanyika. Maridhiano lazima yawepo, lakini ya namna gani? Hapo ndipo tuna mgogoro. Maridhiano kati ya nani na nani? Wajumbe hao wapatikaneje? Na ni masuala gani yatazamwe? Na ni mambo gani yafanyike kabla hata hayo maridhiano hajafanya nini? Hayajafanyika. Mathalani nimetembelewa na wageni leo, wametokea Arusha, wamekuja kuhesabiwa huko. Wakasema kule Arusha watu wengi bado wako kwenye trauma kwa sababu hawajazika ndugu zao. Kwa hiyo kila ukitaka kuambia kitu chochote cha maridhiano nasema subiri tuzike, tukimaliza kuzika tutaridhiana. Kwa sasa unapokuwa na taifa ambalo jambo baya limetokea, watu hawajazika, unafanyaje maridhiano? Unasema sisi bila habari ya maridhiano. Tunasubiri kwanza tufanye nini? Tuzike ndipo tufanye maridhiano. Haya. Bado nyakua inaendelea. Nyakua ndio mnaita utekaji. Sasa unaridhianaje wakati bado watu ni kama tuna mifumo miwili. Una waziri anasema jamani, kuanzia sasa kukamatwa kuwe kisheria, polisi waende na vitambulisho na sare, wapite kwa mjumbe wa nyumba 10 waende wakamate mtu muhusika. Lakini kuna mfumo mwingine unaenda bila kupita kwa mjumbe wa nyumba 10 wanakamata. Ukiwauliza wanasema kwani yeye anapotukana serikali amepita kwa mjumbe wa nyumba 10? Na hao hawawajibiki kwa hapo sasa. Kwa hiyo ili maridhiano yafanyike, hii habari ya kamata teka inatakiwa ishe. Wale ambao wanadai miili, ambao wanasema sisi hatutaridhiana mpaka tuzike, wazike ndipo waingie kwenye nini? Maridhiano. Kuna watu bado wameshikiliwa, wameshikiliwa mahali fulani kwenye nyumba za ajabu huko, wameshikiliwa. Wengine wako mahabusu kwa kesi za kubambikizwa, naweza kusema. Lakini kama tumeamua tufanye maridhiano, basi hata hawa waachiwe. Si ndio maana maridhiano? Ndio maana maridhiano. Alafu yes, nilikuwa nadhani mambo manne. Walio mahabusu waachiwe. Kamata hii isitishwe. Watu wapewe miili ya ndugu zao wakazike. Alafu kwa sababu sasa tunajua vyombo vyetu vilihusika kwa sehemu kubwa katika utekelezaji wa hiki kitu ambacho kimeleta janga kubwa la taifa. Lazima aina fulani ya uwajibikaji iwepo. Aina fulani ya uwajibikaji iwepo. Sasa unajua unapozungumzia vyombo inabidi pia utumie hekima. Huyu ni kama ni mbwa mkali ambaye wakati mwingine anaweza kuwa mkali mpaka akamoverpower mwenye nyumba. Umemweka ili akulindie wezi, halafu akakuzuia na wewe usiingie ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo inabidi hekima itumike, na hapa tuliangalia taifa kwamba taifa linahitaji kupona. Lakini huwezi kuleta maridhiano wakati mnakaa mezani na watu wale ambao unafikiri ndio wamesababisha haya majambo. Niwahi kuwaeleza nyinyi na timu yako juu ya Truth and Reconciliation Commission kule South Africa. Baadhi ya familia ilikuwa inabidi zikae ana kwa ana na maafisa wa polisi walioua ndugu zao. Nikupa mfano wa yule mama ambaye alikuwa na mtoto mmoja. Mtoto wake akauawa. Alipofika kwenye ile tume akasema mimi sitaki kusikia chochote, nilikuwa na mtoto mmoja, mtoto wangu ameuawa, sasa huyu aliyemuua ndiye awe mtoto wangu. Akainuka akamkumbatia, anataka awe mtoto wake. Sasa unaridhiana na nani ikiwa bado watu wako covered, hawajulikani ni akina nani? Kuna watu wamekonda, wamechoma nyumba za watu, wamechoma vituo. Hawa nao wanahitaji wakutane na wale wenye mali. Mmechoma basi langu, mmechoma nyumba yangu.
Sasa hayo mambo yaweze kuwa sorted out, lazima preliminary work ifanyike. Lakini kusema maridhiano, hata juzi wakati wa ubarikio sinizungumza hapa mbele ya waziri wa mambo ya ndani, nikataja sumu 5. Zile sumu 5 zinazoharibu maridhiano dunia nzima, lazima kuziangalia. Mojawapo kukwepa ukweli. Lazima ukubali kwamba kuna kitu kibaya kilitokea. Na tuliona wakati ana respond kwenye hotuba yako, Mheshimiwa Waziri George Simbachawene, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, alisema serikali iko tayari kufanya maridhiano na tayari imeshaanza kwa Mheshimiwa Rais kukutana na wazee wa Dar es Salaam. Unafikiri labda kuna mwendelezo wa hapo? Mimi nafikiri swala la wazee wa Dar es Salaam ni rais alikuwa anapenda kuitumia hiyo kupitia hapo kuongea na wananchi. Okay. Lakini waliofiwa sio wazee wa Dar es Salaam peke yao. Okay. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, tunaendelea kuzungumza na Baba Askofu wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mchungaji Daktari Benson Kalika Bagonza, kuhusiana na uchaguzi mkuu uliopita, ili angalau tuone ni namna gani ambayo inaweza kuwa nzuri kwa chaguzi zile nyingine ambazo zinakuja. Baba Askofu, baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 tumeona viongozi mbalimbali wa serikali akiwemo waziri mkuu, lakini akiwepo mwanasheria mkuu wa serikali wakitoa matamko mbalimbali, na mwanasheria wa serikali akasema kuna mtu alikuwa akihamasisha sana maandamano huko mtandaoni na akaahidi kwamba atachukuliwa hatua za kisheria. Sasa tunatamani kufahamu, je, hayo matamko kuna namna yoyote ambayo yanaweza kulitibu taifa ambalo lina watu wa namna ambayo umeitaja? Ya kwanza la msingi nafikiri hapo unatakiwa uelewe kwamba dalili moja kuu ya serikali gonjwa ni kuwa na kauli zinazokinzana. Huyu anasema hiki, yule anasema kile, huyu anasema kile, huyu anasema kile. Already hiyo kwangu mimi sio watu wa tuhitaji kuwaraumu, ila tunahitaji kuwashukuru kwamba wanatuonyesha kwamba tuna mfumo unaoumwa. Yani ni kama umefika mbele ya daktari, unamwambia daktari, nina tatizo la kusahau. Alafu anakuuliza umeanza lini? Umeanza lini kusahau? Utamjibuje? Tatizo lako ni kusahau. Sasa unakwenda kwa daktari anakuuliza umeanza lini? Unaona? Kwa hiyo ukimwambia sikumbuki, moja kwa moja na confirm kweli huyu amefanya nini? Anaumwa kusahau. Hawezi kukumbuka. Sasa dalili moja ya serikali gonjwa au mfumo unaoumwa ni kuwa na kauli zinazokinzana kwenye public. Na pili, taifa letu linaumwa pia. Una serikali inaumwa na taifa linaumwa. Kwamba badala ya kulipoza taifa, badala ya kulifariji taifa, mnakuta mnaliumiza, mnalichochea kiasi kana kwamba kazi ya uponyaji inakuwa haiwezi kuanza. Na eneo moja ambalo nimeliona ambalo nadhani taifa letu limesahau historia ni kushetanisha wanaharakati, demonization of activism. Kushetanisha wanaharakati ni eneo moja ambalo limefanya taifa letu lifike mahali hapa. Ngoja nikupe mfano. Nyinyi mko pale ofisini, kuna vitendo vya rushwa. Ukajitokeza wewe ukasema mimi sipendi rushwa na nitapiga kelele kuhakikisha wala rushwa wote wanajulikana. Haraka sana wanakuita mwanaharakati. Alafu wanakuona wewe ni mbaya. Sijui unanielewa wanakuona wewe ni mbaya. Huko ndio kushetanisha wanaharakati. Lakini wanasahau taifa letu limejengwa katika misingi ya wanaharakati. Baba wa taifa alikuwa ni mwanaharakati namba moja. Sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunaimba,
Nyerere yupo, Nyerere yupo, Nyerere yupo. Ukiona kundi fulani, yale makundi mazuri, ukiona kundi fulani, Nyerere utamkuta. Ukiona kundi fulani, Nyerere utafanya nini? Utamkuta. Which means alikuwa na sifa za wanaharakati mpaka akavutia mataifa mengine yakaiona Tanzania ni eneo safi na salama ya kuja kufanya makazi yao hapa. Na Nyerere alikuwa mwanaharakati. Alikuwa na uwezo wa kutofautiana na serikali yake, alikuwa na uwezo wa kutofautiana na chama chake, alikuwa na uwezo wa kutofautiana na wenzake wote endapo aliona kuna kitu hakiko sahihi. Sawa sawa. Sasa tumeshetanisha wanaharakati, gharama zake ndio hizi, kwamba mtu yeyote aliye na maoni tofauti anaitwa mwanaharakati. Imekwenda mpaka mahakamani. Kienda huko kwenye mahakama unakuta majaji wanaitana, huyu ni mserikali, huyu si mserikali. Ukisikia wanamuita jaji fulani si mserikali, huyo ni mwanaharakati. Unasikia? Ukienda bungeni alikadhalika. Baadhi ya wabunge wanakwenda kuwauliza kupanga na mawaziri, nikuulize swali gani? Nikuulize swali gani na wewe ujibuje? Lakini mtu kuwa huru kwa conscious, kwa dhamiri safi, ukasimama ukauliza swali lako bungeni, unaitwa mwanaharakati. Kwa hiyo wanamwambia kiongozi wa kambi yako akushughulikie, kwa sababu umeongea jambo kutokana na dhamiri yako. Sasa nitaka tu kusema kwamba tumeshetanisha wanaharakati kwa gharama ya kuliharibu taifa letu hili. Kama tungewasikiliza wanaharakati badala ya kupambana nao tukawa engage, there is a difference between fighting them and engaging them. Tukawa engage, nadhani tusingefika hapa. And I think bado tuna muda wa tunayo fursa bado kidogo, tunayo fursa ya kuengage, tuingie kwenye siasa za maridhiano na makabiliano yasio na hasi. Makabiliano yani ya kuengage, kuzungumza, kudialogue, ili tuweze kutoka katika mkwamo huu tulioingia. Lakini nitaka tu kusema kwamba serikali iliyogonjwa inaonekana kwa kauli zake zinazokinzana. Asante Baba Askofu. Ni wapi unaiona Tanzania kwa miaka hii ya kuelekea 2030 ambapo tutakuwa na uchaguzi mkuu wa awamu nyingine? Kwanza, kwa nini unasema uchaguzi mwingine 2030? Tunachagua kila baada ya miaka 5. Okay, sawa. Sawa. Kwa hiyo ukija uchaguzi mwingine ambao kabla ya 30 wewe hutapiga kura. Again, kapo kafursa tukikatumia vizuri tunaweza kutoka salama hapa tulipokwama, lakini itategemea na attitude ya viongozi wetu kujishinda badala ya kutafuta kushinda. Viongozi wetu wajishinde, yani wapambane wenyewe kwa wenyewe halafu wajishinde. Wakisha jishinda ndipo tunaweza tukatoka hapa. Lakini sasa hivi tuna viongozi wako kwenye denial, tuna vyama viko kwenye denial. Sasa ni vigumu sana kuzungumzia mambo ya 2030 wakati hata 2027 hujui kama utafika. Katika hali hii ya ugonjwa tulionayo. Katika hali hii ya ugonjwa tuna taifa gonjwa, taasisi gonjwa. Kwa hiyo si nafasi nzuri ya kupanga distant future. Lazima upange malengo ya muda mfupi kabla hujapanga malengo ya muda mrefu. Asante Baba Askofu, wakati tunaelekea mwisho kabisa wa mazungumzo yetu, ninatamani kusikia kutoka kwako, kama ukipata nafasi au ukipewa nafasi ya kufanya kitu kimoja tu ndani ya nchi hii, kukifanya vizuri zaidi, kitakuwa ni kitu gani na ni kwa nini? Tumefika hapa kwa sababu ya mfumo mbaya wa kidemokrasia ambao hata wanaouendesha unawashinda kuuendesha, wanalazimika kutumia nguvu za dola ili kuweza kuuendesha.
Kwa hiyo nikipewa nafasi ya kusema kitu kimoja tu, lazima tuangalie kwenye mfumo wetu wa jinsi tunavyowapata viongozi. Ndio eneo pekee. Na niliwahi kusema huko nyuma, wakati fulani nilikuwa nahutubia, nafikiri nilikuwa nahutubia wana diplomasia barozi mbalimbali hapa wanialika, naenda kwa mimi. Nikasema kama kuna kitu kimoja ambacho Mheshimiwa Rais wetu wa sasa anaweza kukifanya, tukamkumbuka milele. Yaani ukiingia public office unakuta pale kuna picha ya baba wa taifa na hapa kuna picha ya Rais Samia. Kimoja tu, ama daraja yanasahaulika, ndege zinasahaulika, vitu gani vyote vinasahaulika. Kimoja tu ni mfumo mzuri wa kidemokrasia. Angefanya hicho basi amemaliza kila kitu.